tulikuwa na hamu sana ya kumuona mbunge wetu, mbunge wa jimbo la Arumeru Magharibi. Mheshimiwa mbunge wetu, tunakukaribisha sana Majimoto. Kama mwenyekiti alivyosema, tunakupenda na ndio maana pia tulikupa kura nyingi za kutosha, na hakika hii kwa mara ya kwanza toka umeapishwa kwa kata hizi za chini umetutembelea katika kijiji cha Majimoto. Hivyo tunawakaribisha wageni wote ambao mmeambatana nao ili iwe itifaki imezingatiwa. Na naamini ya kwamba una ziara nyingine unaenda, twende na muda, basi tunaomba uwe umefika nyumbani na utuchukulie kama watoto wako, familia, kama tulivyosema wewe ni ndugu yetu. Karibu sana Majimoto. Asante sana mwenyekiti, naomba tuende kama tulivyokubaliana, ili basi mbunge wetu aweze kuona kupitia maeneo ambayo tumesema target karibu na sehemu ya umeme ambao unaenda kuzindua, ili basi uwe kuna mambo ambayo utaweza kaenda nazo. Asante sana, karibu mheshimiwa. Naye kwa sababu ya kwamba ameapishwa, ameenda ziara moja tu, lakini ya pili akafanya dhuluma katika kijiji cha Majimoto. Ni upendo mkubwa sana. Karibu. Kwa hiyo anachosisitiza siku moja, yeye siku zote ni mtu wa vitendo, sio mtu wa kuzungumza. Kuna watu wana wasiwasi, lakini sisi tunamjua ni mtu ambaye ukimpa hoja anaenda kulifanyia kazi. Hana mambo ya kuzungumza sana, hoja yake iko kwenye moyo. Ni mtu mwenye huruma, ni mtu anayejali. Kwa hiyo kwa sisi watu wa Nduruma tumpe nguvu kubwa, tumpe moyo zaidi, na zaidi ni ndugu yetu, ni mkwe, kwa sababu ana mahusiano mpaka huku Majimoto, mpaka Nduruma. Atapotea wapi? Sisi tumpe moyo wetu wote, tumuombee kabisa. Kwa hiyo alichosema, anaomba tuwe na amani. Wazazi tulioko hapa, amani, tujishughulishe, tufanye uzalishaji, tusitengeneze mazingira ambayo itaenda kuweza kukwamisha mipango ambayo anaifanya. Kwa hiyo watu wa Majimoto, watu wa Nduruma, tunafahamu kwamba katika kipindi hichi sisi tumepata baraka ya kwenda kuondoa zile changamoto zilizopo, changamoto za barabara, changamoto za maji, changamoto ya umeme kama unavyoona tuko asilimia hii kubwa ambayo anaendelea kwenda kuimalizia. Kuna changamoto ya elimu, changamoto ya afya. Sote tukiungana tukasaidiana naye tunaweza kupata kwa wakati. Na uzuri wa yeye kama amesema wakati wote anapatikana. Sasa mtu anayepatikana wakati wote ni mtu ambaye anaweza kutusukuma au kutusogeza tukaenda mbele zaidi. Majimoto safi. Majimoto mpo? Kwa hiyo ni kushukuru mwenyekiti kwa kunipa niweze kutambulisha. Naomba nimtambulishe mwenyekiti wangu wa chama kata ya Nduruma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza ndugu wananchi, nichukue nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kutuwezesha kwa hapa wengi kiasi hiki na kunisaidia baada ya kuapishwa kuwa mbunge wenu wa jimbo la Arumeru Magharibi, nikaweza kuja kuwaona leo. Nimefurahi sana kwa mapokezi yenu. Naombea Mungu aendelee kuwatunza. Na kina mama, nimesikiliza nyimbo zenu kwa makini. Nawashukuru sana kwa kila kitu. La pili lilonileta ni kwamba kwanza nitoe shukrani za dhati. Mlinipa kura nyingi, nakumbuka. Kuanzia kura ya maoni, uchaguzi mkuu, mlitoa kura nyingi kwangu kwa mbunge wenu, lakini pia nafahamu mlitoa kura nyingi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Hongereni sana. Kwa niaba yangu binafsi, nikiwa mbunge wa jimbo la Arumeru Magharibi, nichukue nafasi hii kwa kupitia kikao hiki cha wananchi wa kijiji cha Majimoto kuwashukuru wananchi wote wa jimbo la Arumeru Magharibi
kwa kunipa kura zao nyingi kunipelekea kuwa mbunge aliyechaguliwa kwa kura nyingi katika jimbo la Rumeru Magharibi. Nawashukuru na nawaahidi nitatembelea kila kata nitakavyoweza, na sio kutembelea tu, kusikiliza changamoto za wananchi na kuweza kuungana pamoja kuangalia kwamba hizo changamoto tutazitatuaje. Kwa hiyo mimi nipo kwa wakati wote. Ofisi yangu iko wazi, Isaac yuko pale, simu yake iko wazi, ya kwangu iko wazi. Mimi sina utaratibu wa kusema naomba nikupigie, piga tu saa yote, na bahati nzuri simu yangu ni masaa 24. Kwa hiyo ndugu zangu ni wa Maji Moto, nawashukuru sana. Najua nimepata kura nyingi, mna upendo wa ajabu, na mimi leo nimefurahi kufika kwenu. Hongereni kwa kazi kubwa mnayofanya kujitolea. Nimeona zahanati yenu nzuri. Nimefurahi pia kusikia mlichangia zahanati ambayo bado, shule, miradi ya kijamii kwa ujumla. Wananchi wa kijiji cha Maji Moto, hongereni sana. Nawahakikishia serikali iko na ninyi, na mimi mbunge wenu niko na ninyi. Nachokuomba diwani, kama nilivyokuwa nakueleza tangu mwanzo, tafuta kikao kwa kufuata taratibu cha ODC. ODC ni kamati ya maendeleo ya kata. Kaa na wananchi hawa, wasikilize matatizo yao, changamoto wakati. Sisi hatuna muda wa kupoteza. Kinachowezekana kinafanyika kwa wakati. La tatu, pamoja na kuja kushukuru kwa kura mlizonipa, lakini pia nimeandamana na injinia wetu kuja kuzindua umeme katika kijiji hiki cha Maji Moto, kitongoji cha. Hongereni sana. Serikali yenu sikivu iliwekeza katika huduma za kijamii. Kwa upande wa umeme, vijiji vyote 67 katika jimbo la Rumeru Magharibi zina umeme. Tuna vitongoji 259, lakini vitongoji 201 vina umeme. Tukabakiwa na vitongoji vingapi? 58. Hizo zinafanyiwa kazi. Huu mradi ambao upo wa vitongoji 15 ambao umesainiwa tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka jana na unategemewa kuisha tarehe 3 mwezi wa 9 mwaka 2026. Mlisikia mhandisi anasema kwamba inaweza kumalizika hivi sasa mwezi wa 12. Jamani, atupigi makofi. Injinia wetu anafanya kazi vizuri sana kwa sababu ya ushirikiano wenu mnaompa. Nawaomba kwa kupitia kikao hiki cha kijiji cha Maji Moto, madiwani wote wa jimbo la Rumeru Magharibi, naombeni andaeni orodha ya vitongoji vyote ambavyo havina umeme, tuweze kuangalia namna bora ya kuhakikisha kwamba umeme unapatikana kwa wakati. Serikali yetu hii ni sikivu, kwa hiyo tunahitaji takwimu. Kuna ambao wameshaleta, andikeni vizuri sana orodha ya vitongoji ambavyo havina umeme hadi hivi sasa. Viletwe vileko kwa katibu pale. Tutapitia vile vitongoji vyote kwenye baraza la madiwani. Tutaweka vipaumbele ili wananchi wapate nini? Umeme. Na inawezekana. Kile kitongoji cha kitongojini ambacho wanalima mpunga, mwenyekiti umeelezea vizuri, tutaenda kufanyia kazi, tutakaa na injinia. Uzuri wa hii serikali yetu disikivu na tunafanya kazi kwa kufuata taratibu. Tutaenda kwenye vikao ili kuhakikisha kwamba hilo tatizo linatatuliwa iwezekanavyo, haraka iwezekanavyo. Labda nimalizie kwa kusema hivi, mlinieleza changamoto nyingi, nazijua, nazifahamu zote. Barabara, maji, nyumba za walimu, upungufu wa nyumba za walimu, mikopo. Kuna shule za sekondari zingine zina matatizo kidogo, lakini sio sana, za maabara. Nazielewa. Niacheni hizo kazi, tutaenda kufanya kwa kupitia baraza la madiwani. Mikopo kwa vijana 4%, mikopo kwa kina mama 4%, na mikopo kwa watu wenye ulemavu 2%. Tunaenda kulifanyia kazi kama tulivyoahidi.
Kwa hiyo ni wajibu wa diwani kukaa na kamati ya maendeleo ya kata kutambua vikundi kama hivi vikundi. Leo nimeona kina mama wakiniimbia, ningetamani kama nao ni kikundi na mimi niweke mkono wangu, au mnaonaje? Napenda sana watu ambao wanajituma katika shughuli za kijamii. Kwa hiyo diwani wetu ni mtu mwema sana, msikivu, atafanyia kazi haraka iwezekanavyo. Wananchi hawahitaji kusubiri, tunahitaji kwenda wapi? Haraka haraka, yaani zile huduma zinazopatikana haraka zifanye nini? Zipatikane. Sasa ndugu wananchi, ambacho mimi naomba, tumepata umeme. Kilichobaki sasa, tunachoomba, mkienda nyumbani kuwaeleza wenzetu ambao hawajapata nafasi ya kuja hapa kwamba sasa maadamu tumepata umeme, injinia au mhandisi ameelezea vizuri, watu sasa waende kuweka umeme kwenye nyumba zao, na ni 27,000 tu, si ndio injinia? 27,000. Tujitahidi ili tuweze kutumia nishati bora, hasa kwa kupikia, maana umeme ni kwa gharama iko chini zaidi kuliko kuni. Kwa hiyo tuanze kuhakikisha kwamba tunapata umeme, na wananchi wote wa jimbo la Arumeru Magharibi tufanye hivyo. Wale wote ambao wamepata umeme wakaunganisha umeme kwenye nyumba zao. Kama kuna shida ya umeme, tatizo, katibu yupo, mhandisi wetu ni msikivu na yuko tayari kupokea simu. Tunafanya kazi pamoja ili wananchi waweze kupata huduma haraka iwezekanavyo. Kama nilivyosema, changamoto nazielewa za barabara. Nakumbuka juzi nilikuwa naongea na waziri wa ujenzi, anaitwa Ulega. Nikashukuru serikali kwa kutusaidia kipande cha barabara ya Malalua, Langalini, Nduruma, Bwawani, kilomita 1 kwa kiwango cha lami. Nikamuomba atuongezee kilomita 4 ziwe kilomita ngapi? 5. Ili hao wananchi waweze kupata usafiri na waweze kusaidia katika maisha yao ya kila siku. Waziri amesema anaenda kulifanyia kazi. Tutatembelewa na mawaziri na viongozi mbalimbali wa serikali kwenye sekta. Tukija sekta ya elimu, tutaingia sekta ya elimu. Tutakachojua tu ni kwamba hatuwezi kutatua matatizo yote kwa wakati mmoja. Tunaenda moja baada ya nyingine. Na haya yote yanategemea vipaumbele vyenu. Mkikaa na kiongozi wenu vizuri, mimi niko tayari nafikika wakati wote. Serikali yetu ni sikivu, mabilioni ya hela yameshatoka. Tunaenda tu kumalizia miradi mikubwa ambayo serikali yenu sikivu imewekeza. Kwa mfano mradi tu vile vitongoji 15 ni bilioni 2.88, si ndio? Ndio amepewa na zimeshatolewa. Kwa hiyo mpaka tarehe 30 mwezi huu vile vitongoji vyote vinapata umeme. Kuanzia Januari, kama tulivyoongea na engineer, tunaenda na kuchukua vitongoji 19 kati ya zile zilizo baki ambayo itakuwepo kata ya Oldonyowas, Mandet, Nduruma, kuna kata Musa, kata nyingine ipi Bwawani ipo pia, vingi tu. Lakini narudia tena, diwani kukaa kwenye vikao na wananchi wafahamu. Wananchi wanafahamu. Nisikia leo mwenyekiti anatuambia kitongoji cha kitongojini kinahitajika kwa sababu gani? Wananchi wanalima mpunga. So unaona, tayari ni kipaumbele hicho kitongoji. Kwa hiyo tuwasikilize wananchi kwa sababu wanafahamu mahitaji yao. Nimalize kwa kusema nawashukuru sana kwa kufika hapa na kunisikiliza. Nawashukuru pia kwa kudumisha amani. Hatuna nchi nyingine ya kwenda. Nchi ni hii ya kwetu. Tudumishe amani. Na kikubwa zaidi, tupendane. Tupendane, tuwe mlinzi wa kila mmoja. Kila mmoja amlinde mwenzake. Kila mmoja ampende mwenzake. Lakini zaidi, tutoeni taarifa kama kuna lolote litakalojitokeza ambalo jamii wanalihitaji. Nimeona zahanati, nimeona nyumba ya mganga, kama nilivyosema mtaweka vizuri kwenye kipaumbele tufanyie kazi.
Ndugu zangu, ninawashukuru sana. Mhandisi ule, nakushukuru kwa kazi yako nzuri unayofanya. Wananchi, huyu mtu ni mwema sana huyu. Mlimwona? Huyu ni wa mkoa wote wa Arusha. Na leo nilimwambia twende ukaonane na wananchi wangu wa kijiji cha Maji Moto. Nakubali. Naomba tumpongeze. Anafanya kazi nzuri sana kwa kicha serikali. Nakushukuru sana. Nawashukuru kwa kunisikiliza. Mimi niwatakie kila laheri. Kuna siku inakuja ya Christmas. Niwatakie Christmas njema na mwaka mpya, Mungu akipenda, na tutaendelea kutembeleana na kuangalia namna ya kutatua changamoto zilizoko mbele yetu. Nawashukuru sana. Mungu awabariki na Mungu ibariki Maji Moto. Asanteni. Na nila pamoja na wageni waalikwa wote na wananchi wote, tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Asalamu alaikum. Wakubwa zangu shikamoni, na wadogo zangu habari zenu. Ndugu mgeni rasmi, kwa heshima kubwa sisi wana Maji Moto tunapenda kukushukuru na kuwashukuru kwa dhati kukubali kutembelea katika kijiji chetu tangu uchaguliwe kuwa mbunge wa jimbo letu la Arumeru Magharibi. Ndugu mgeni rasmi, katika kijiji chetu tumefanikiwa kufanya yafuatayo. Moja, ndugu mgeni rasmi, kupitia michango ya nguvu za wananchi tulifanikiwa kujenga nyumba za walimu 3 shule ya msingi na kufikisha hatua ya upauaji. 2, ndugu mgeni rasmi, kupitia michango na nguvu za wananchi tulifanikiwa kujenga ofisi moja ya walimu na kujenga jengo moja la chekechea shule ya msingi Maji Moto, zote zipo hatua ya upauaji. Ndugu mgeni rasmi, kupitia michango na nguvu za wananchi tulifanikiwa kujenga nyumba ya daktari katika zahanati ya Maji Moto, na nyumba hiyo imefikia hatua ya umaliziaji, yani upigaji plasta na rangi nje na ndani, kuweka kioo, milango na madirisha. Ndugu mgeni rasmi, kupitia nguvu za wananchi wa kitongoji cha Kitongojini tulifanikiwa kuchimba mtaro au mfereji wa Bwana Shaa kuelekeza maji au mafuriko korongoni. Mafuriko yaliyokuwa yakiingia katika makazi ya watu na kuharibu nyumba zao na mashamba. Ndugu mgeni rasmi, mafanikio haya yote yamefanyika baada ya uelimishaji na uhamasishaji wananchi wa kijiji cha Maji Moto kupitia uongozi wa serikali ya kijiji. Yote yamewezekana. Tunasema asanteni na Mungu awabariki. Muendelee kuwa na moyo huo mkunjufu, na tutaungana pamoja na nyie kuisaidia jamii kwa kumalizia miradi hiyo iliyotajwa hapo juu. Ndugu mgeni rasmi, katika risala hii kuna changamoto. Ndugu mgeni rasmi, palipo na mafanikio hapakosekani changamoto wala vikwazo. Hivyo basi sisi wanakijiji wa Maji Moto tuna changamoto zifuatazo. Moja, tuna changamoto ya miundombinu ya barabara kuu ya Oloki Karangai. 2, tuna changamoto ya korongo la mto Maksori lililoacha njia yake na kuingia katika makazi ya watu na mashambani pia. 3, tuna changamoto ya maji bomba, hakuna katika kijiji chetu. 4, tuna changamoto ya umeme kitongoji cha Kitongojini, hakuna kabisa umeme. Pia changamoto ya umeme jazilishi katika kitongoji cha Zaire na Msumbiji. 5, tuna uhaba wa nyumba za walimu shule ya msingi Maji Moto, kupelekea walimu kukaa mjini na kutumia gharama kubwa kufika kazini kila siku. 6, tuna uhaba wa madawati kwa wanafunzi shule ya msingi Maji Moto. Ndugu mgeni rasmi, tuna maombi tukiwa kama viongozi na wananchi wa Maji Moto. Tunaomba tusaidie kumalizia nyumba za walimu 2, ofisi ya walimu na jengo la chekechea au awali, pamoja na madawati ya wanafunzi, kwani yaliyopo hayatoshi. 2, tunaomba utusaidie kumalizia nyumba ya daktari wa zahanati ya Maji Moto. 3, tunaomba utusaidie kompyuta 4 na ni movable kwa ajili ya zahanati. 4, tunaomba utusaidie kujenga kivuko au daraja litakalotoka kutoka Maji Moto kwenda Karangai. 5, tunaomba utusaidie makarabati katika barabara zetu za ndani na mashambani. 6, tunaomba utusaidie kuwawezesha wanawake, vijana na walemavu mikopo ya halmashauri. Shukrani. Ndugu mgeni rasmi, kwanza tunashukuru Mungu kwa ulinzi wake, pia na tunashukuru Mungu kwa kutujalia afya njema na kutujalia afya njema
na kujumuika mahali hapa siku hii ya leo, na tunawashukuru viongozi wote na msafara mzima ulioambatana nao, pia na wananchi wote mliojitokeza. Pia tuna shukrani za dhati ziende kwa Mheshimiwa Diwani, ofisi ya kijiji cha Majimoto kwa ushirikiano wao mpaka hivi sasa, na tunasema asanteni na Mungu awazidishie nguvu na wabariki, muendelee kuhudumia wananchi wa Majimoto. Asanteni. Risala hii imeandaliwa na kusomwa kwenu na James Michael Msangi, afisa mtendaji kijiji cha Majimoto. Naomba kuwasilisha. Kwa hiyo nikupongeze sana, lakini nikushukuru pia kwa kuja hapa. Jimbo hili ni kubwa. Ukitoka hapa mpaka Oldonyo kwa tunavyosema ni mbali sana, ni kilomita nyingi. Lakini ametupa kipaumbele. Unajua supu wakati ikiwa ya kwanza ukinywa ni nzuri. Wale wenye mgahawa wanajua au Uzambege. Eneo kwa watu jakumu kwa venye kia saa unaweka nini? Sasa mbunge kabla kazi hajawa nyingi akasema wacha aje Majimoto tena Zaire. Tunakushukuru sana. Ni sehemu ya utekelezaji. Amekuja kuzindua kuwasha umeme huu, umekuwa tayari, lakini amesema kwamba wale ambao wamefikiwa wafunge wayari na kuweka umeme. Lakini Mheshimiwa mbunge, kule mimi nakoishi na wananchi wengine hakuna umeme kwenye kitongoji hiki. Sasa sehemu ambaye mkuu yupo alafu ni giza. Ni ngumu. Hata siku moja makamu wa rais alikuja na marehemu yule mwenyekiti Zelote. Alisema naye kwake hakuna barabara na akaambia atatengenezewa. Sasa mimi siishi peke yangu. Naishi na wananchi zaidi ya 300 walioko nyuma yangu na pembezoni, kwa mfano mtaa wa balozi wa Rafaeli kule. Tuko wengi. Ni kwenye eneo la jazilishi kama ulivyosomewa kwenye ilani. Kwenye risala. Lakini pia kule kitongojini. Nakushukuru kwa sababu umezungumzia kama vile mwenyekiti alivyosema. Kuna uwekezaji mkubwa sana Mponga kule. Sasa mvua zikinyesha wale watu wanakuja kuchaji simu huku. Sola haifanyi kazi. Na kutoka kitongojini kuja hapa ni kilomita 2 au 3. Kuja kuchaji tu simu. Na huko ndio mwenyekiti akija anakotokea. Hatusemi maana ni viongozi wanatokea huko. Lakini tunazungumza hali halisi tulivyo. Sitaki nizungumze mengi. Mbunge wetu anaweza. Tunamfahamu. Kuna vyeo tu ambao tushiriki kama mbunge, lakini kama mjumbe wa halmashauri kuu ya wilaya tuko pamoja na yeye. Mkutano mkuu wa mkoa wa chama tuko pamoja. Kwa hiyo uwezo wake wa kutekeleza tunaujua. Kwa hiyo tuwe na imani naye, tumtie support katika mambo yote, kwamba siku nyingine tukihitajika tuwepo. Ili isiwe tu ni diwani anapeleka maneno hayo. Kwa sababu siku nyingine akija hapa rasmi kusikiliza changamoto tulizonazo, Mzee Sabaya akisema, Nyangulo akizungumza, inaonekana kuna wazee wanazungumza, wa mama na vijana, kumbe hili jambo ni la ukweli, naye atachukua akatekeleze. CCM oye. Unajua anasema hivyo kwa sababu ndicho chama changu mimi. Kwa hiyo nikisema hivyo msikasirike kwa sababu naamini hicho chama ndicho kinachotawala. Lakini nizungumze jambo moja. Tudumishe amani. Mitandao huku unasikia mtu anasema sijui nini 25. Hujui tu haya mambo yakikupata, hujui tu. Tuulize sisi ambaye ametutokea haya mambo. Tuulize. Haya machafuko tarehe 9 alinigusa mimi. Tarehe 29 alinigusa mimi. Wewe omba tu. Hiki kutokea utaomba ardhi pasuke. Amani ni kitu kizuri. Mimi nauza petroli hapa 3,000 na 100 na 600, si ndio? Mimi nikanunua 15,000. Lita moja. Hakuna kusaga, hakuna kuchaji simu, hakuna kwenda mjini, hakuna kwa nani, kwa sababu akavurugu tu. Niombe kusema mbunge amesema hatuna nchi nyingine tofauti na hii. Tanzania ni yetu, Majimoto ni yetu, Zaire ni yetu. Na hapo kwako ulipo kama hakuna amani, hakuna maendeleo. Kwa hiyo niombe tushikamane, tuwapuuze wale wote wanaotuchochea kwenye mitandao, tuseme tumemaliza uchaguzi, tuliyempata ndio kiongozi wetu wa nchi, tumempata mbunge, tumempata diwani, yajayo wanafurahisha 30. Lakini hapa ni kazi tu. Tuna mambo mengine ni nini? Kazi.
Sina mambo mengi mwenyekiti.